Sasa tupokee ripoti nyingine ambazo zinatoka hapo nchini Ukraine pamoja na Urusi kwenye eneo la Special Military Operation. By the way, ni kwamba taarifa ambayo tuliwaletea hapa ni juu ya yale mataifa manne ambayo yameungana na kumtaka rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky akubali kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30 na wakae katika meza mazungumzo na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ili kuepusha hizo vifo ambavyo vinaendelea kutokea vya raia wasiokuwa na hatia pamoja na upotezaji wa maeneo ambayo wa Ukraine wamekuwa wakiyapoteza kwenda katika mikono ya Urusi. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa sehemu ya familia na kusubscribe, kulike pamoja na kushare ili muwe sehemu ya wale ambao wanapokea hizi taarifa. Sasa taarifa iliyopo ni kwamba rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amekubali kwamba yuko tayari kukaa kwenye meza ya mazungumzo moja kwa moja na Ukraine, akisema Ukraine sasa wasije wakaichezea tena bahati hiyo. Putin ametoa mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine bila masharti, ambapo uamuzi wa sasa unabakia kwa Kiev na waungaji mkono wake wa magharibi. Amezungumza na rais wa Urusi. Rais Putin ameipa Kiev fursa ya kuanzisha tena mazungumzo ya moja kwa moja mjini Istanbul, ambayo ilijiondoa kwa upande mmoja mwaka 2022 licha ya kushindwa kwa Ukraine kuheshimu mapatano ya siku ya ushindi na majaribio ya kuwatisha viongozi wa dunia waliokusanyika mjini Moscow kwa ajili ya sherehe za ushindi wa Urusi. Akihutubia Bwana Vladimir Putin siku ya Jumapili ya tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2025 kufuatia siku ya mkutano wa wakuu wa nchi za kigeni, Putin amesisitiza pendekezo la Urusi la kuanzisha tena mazungumzo ambayo Kiev iliacha muda mfupi baada ya kuongezeka kwa mzozo. Putin amesema, tunapendekeza kwamba mamlaka ya Kiev ianze tena mazungumzo walioyakatiza mnamo mwaka 2022 ili kuanza tena mazungumzo ya moja kwa moja, na ninasisitiza bila masharti yoyote. Tunapendekeza kuanza bila kuchelewa Alhamis ijayo ya Mei 15 huko Istanbul, Uturuki. Amezungumza Putin akasema, pendekezo letu lipo kwenye meza, uamuzi sasa uko kwa mamlaka za Ukraine pamoja na wasimamizi wao. Hii ni kauli ya Bwana Vladimir Putin. Hatuondoi uwezekano kwamba wakati wa mazungumzo haya itawezekana kukubaliana juu ya suluhisho mpya kuhusu usitishaji mapigano, juu ya usitishaji mpya wa uhasama na ule wa kweli ambao utazingatiwa sio tu na Urusi lakini pia na upande wa Ukraine. Mapema Jumamosi, baada ya mkutano wa viongozi wa Ulaya wa Kiev, Zelensky, rais wa Ukraine, alitaka Urusi isikubali. Mapema Jumamosi, baada ya mkutano wa viongozi wa Ulaya mjini Kiev, Volodymyr Zelensky wa Ukraine alitaka Urusi ikubali usitishaji wa vita bila masharti kwa siku 30 kabla ya kukubali kuanza tena mazungumzo ya moja kwa moja na Moscow, na Kremlin imekataa kile ilichoelezea kama shinikizo la nje ambalo linazunguka usitishaji ambao umependekezwa. Putin alibainisha kwamba Kiev imekiuka usitishaji wa vita mara 3 ambao ulitolewa na Moscow, siku 30 zilizoratibiwa na Marekani kusitisha mgomo dhidi ya miundombinu ya nishati ambayo ilimalizika muda wake mwezi uliopita, usitishaji wa vita usio na masharti wa Pasaka, usitishaji wa mapigano wa saa 72 hivi majuzi katika siku ya ushindi. Ukraine sio tu ilikataa kuheshimu usitishaji wa mapigano wa Mei 9 hadi 11, lakini pia ilijaribu kuwatisha viongozi wa kigeni waliohudhuria sherehe hizo huko Moscow. Putin alizungumza, mamlaka ya Kiev haikukataa tu pendekezo letu la kusitisha mapigano, lakini pia kama tulivyoona, walijaribu kuwatisha viongozi wa majimbo waliokusanyika kwenye sherehe huko Moscow. Narudia tena, Urusi iko tayari kwa mazungumzo bila masharti yoyote, Putin alisema, akiongeza kwamba mazungumzo hayo yatawakilisha hatua ya kwanza kuelekea amani ya muda mrefu na endelevu, sio utangulizi wa kuendelea kwa mapigano ya vita baada ya kuhamishwa tena kwa vikosi vya Ukraine na kuchimba mitaro pamoja na ngome mpya. Kwa maana nasema kipindi hiki cha usitishaji mapigano, Ukraine wanaweza wakachimba mahandaki pamoja na kuhamisha ngome mpya. Anasema wale ambao kwa kweli wanataka amani hawawezi kusaidia, lakini kuunga mkono jambo hili. Putin amesema, akitoa shukrani zake kwa juhudi zote za kweli za upatanishi zinazofanywa na China, Brazil pamoja na nchi za Afrika na Mashariki ya Kati pamoja na utawala wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump.
amethibitisha tena utayari wa Moscow kwa mazungumzo mazito yanayolenga kushughulikia sababu kuu za mzozo. Putin amesema, akiiomba Ankara kuandaa mazungumzo yajayo. Mnamo mwaka 2022, Moscow na Kiev zilifikia rasimu ya makubaliano ya amani huko Istanbul, ambapo Ukraine iliripotiwa kukubali kutoegemea upande wowote na vikwazo vya kijeshi, wakati Urusi ilitoa uondoaji wa wanajeshi kwa dhamana ya usalama. Kiev hatimaye ilijiondoa kwenye mpango huo chini ya shinikizo la madai kutoka London, na Zelensky baadaye alitoa amri ya kuipiga marufuku kufanya mazungumzo yoyote na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, na wakati huo walisingizia kwamba wao walishindwa kukaa kwenye meza mazungumzo kutokana na kile ambacho aliwaambia yule waziri mkuu aliyepita wa Uingereza aliyefahamika kama Boris Johnson. Sasa Urusi wamesema hawataki kuandaa makabrasha mengine, hawataki kuandaa mazungumzo mengine, hawataki kuandaa makubaliano mengine, bali yale makubaliano ambayo yalishindikana Istanbul miaka 3 iliyopita, basi ndiyo yatakayotakiwa kujadiliwa tena, lakini si Urusi kukaa na kuanza kuweka vipengele vipya au kujadili namna gani watakavyozungumza. Lakini mnakumbuka pia niliwaambia bwana, watu wa Ukraine walitoa vitisho vikali sana kwa wale viongozi wageni ambao walitembelea Urusi katika siku ya ushindi, na walisema kwamba wa Ukraine watafanya mashambulizi. Kwa hiyo Ukraine ilijaribu kuwatisha hao viongozi. Rais wa Urusi ameshutumu serikali ya Ukraine kwa kujaribu kuwatisha viongozi wa kigeni waliosafiri kwenda Moscow katika sherehe za siku ya ushindi kuadhimisha miaka 80 ya kushindwa kwa Umoja wa Kisoviet wa Ujerumani wa Kinazi. Putin alikosoa Kiev kwa kuzidisha mashambulizi mbele na wakati wa kipindi cha usitishaji vita kilichotangazwa kwa upande mmoja, ambacho kilijumuisha mashambulizi mengi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo mengi na majaribio 5 ya kuvamia maeneo ya Kursk pamoja na Belgorod nchini Urusi. Vitendo hivi, aliwaambia waandishi wa habari mapema, kwamba vilikuwa vinakusudia sio tu kuchochea kijeshi, lakini pia kushinikiza viongozi wa kigeni. Anasema mamlaka ya Kiev haikukataa tu pendekezo letu la kusitisha mapigano, lakini pia kama tulivyoona, walijaribu kuwatisha viongozi wa majimbo waliokusanyika katika sherehe huko mjini Moscow. Licha ya vitisho kutoka Kiev, shinikizo kubwa kutoka serikali za magharibi, makumi ya viongozi kutoka Asia, Afrika, Amerika ya Kusini na wachache kutoka Ulaya walishiriki katika mikutano ya Moscow. Putin aliongeza na akapongeza azimio lao, akisema walionyesha ujasiri wa kimaadili katika kukaidi uhuni pamoja na makataa ya magharibi. Anasema, na ni nani aliyejaribu kuwatisha? Wale wanaowapigia saluti na kuwapongeza wanajeshi wa zamani wa SS. Ni nani wanaoinua wale walioshirikiana na Hitler wakati wa vita ya kidunia ya pili hadi kuwa mashujaa wa kitaifa? Miongoni mwa waliohudhuria walikuwa ni viongozi 28 kutoka China, Brazil, Misri, Venezuela, Cuba, Belarus na wengine wengi kutoka jamhuri za zamani za Soviet, Afrika pamoja na Asia. Putin aliwasifu rais wa Serbia Aleksandar Vučić pamoja na waziri wa Slovakia Robert Fico, ambao wote walikabiliwa na shinikizo kutoka EU kwa kuhudhuria sherehe hizo za miaka 80. Aliwataja wageni wa kigeni kutoka mjini Moscow kama viongozi ambao kwa tabia wako tayari kutetea imani yao, akisisitiza kwamba hawakuyumbishwa na vitisho vya kisiasa na badala yake walichagua kuheshimu urithi wa mapambano dhidi ya ufashisti. Tunaelewa shinikizo kubwa walilokabiliana nalo, na ndiyo sababu tunathamini sana kwa dhati ujasiri wao wa kisiasa, msimamo thabiti wa kimaadili na uamuzi wa kushiriki sherehe za pamoja nasi ili kutoa heshima kwa kumbukumbu ya mashujaa wa vita kuu ya Patriotic na vita ya dunia ya pili, ambayo walipigania nchi yao na kuondoa wanadamu wote kutoka katika eneo ambalo walikuwepo wakati huo, kwa maana ya mizozo mbalimbali ambayo ilikuwa inatokea. Kwa hiyo hili nalo ni jambo ambalo linatokea huko. Tuendelee kupeana taarifa za hapa na pale juu ya kile ambacho kinatokea. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.